kama unavyoona watu tumefika hapa tumefika uwanja wa ndege ili kuweza kupokea mwili wa marehemu Maregesi. Kama unavyoona mabaharia wale pale wameshuka kwenye gari wanaelekea kwa mguu na hawa ni Sister. Mabaharia wengi sana kutoka Sister wamejitokeza, lakini pia viongozi mbalimbali vijana mbalimbali, lakini pia kuna watu ambao tofauti na mabaharia wamejitokeza hapa. Tunawashukuru sana ndugu zetu ambao wamekuwa bega kwa bega na taasisi mbalimbali ambazo zimehusiana na changamoto hii kumpokea ndugu yetu Maregesi. Hapa kama unavyoona tunaingia getini hapa, kila mmoja anatakiwa akaguliwe. Kila mmoja anakaguliwa hapa ili tuweze kupita. Hello, habari za wakati huu. Mimi naitwa Hango T. Leo nipo hapa uwanja wa ndege na lengo kubwa ambalo nilileta hapa ni kwamba kupitia changamoto za ndugu yetu Maregesi ambaye aliweza kupatwa na mauti huko katika nchi za ughaibuni, lakini nimeweza kukutana na ndugu ambaye baba mmoja kabisa na ndugu yake kabisa Maregesi, labda yeye atajitambulisha hapa anaitwa nani na Maregesi anamfahamu vipi, historia yake kwa ufupi, familia kwa ujumla wanatoa shukrani zipi kwa mabaharia pamoja na taasisi mbalimbali. Bana kakangu, habari za hizi? Habari za salama. Bana pole sana. Nashukuru. Bana unaitwa nani? Kwa majina naitwa Abdulkarim Maregesi Mungu, mdogo wake na marehemu Mchama Maregesi Mungu. Huyu mimi ni kakaangu wa kwanza kuzaliwa, ni mkubwa wetu, katulea kwa namna ya kutufundisha na kusaidia kwa namna mbalimbali, hususan maisha yetu kwa ujumla. Mabaharia wengi wamejitokeza kwenye hili kuonyesha kwamba wako pamoja na ndugu yenu. Wewe kama familia ya Maregesi ulikuwa na lipi la kupongezi na shukrani zako za dhati zikoje? Kwanza kabisa ni shukuru serikali kwa namna walivyofanyia haraka kupata mwili huu, kwa jitihada zao tumefanikisha kupata mwili kwa wakati, lakini tumepata taarifa hii tarehe 2 mwezi wa 5 na leo tarehe 18 tunapokea mwili wa ndugu yetu na tunasaidia kwenda kumhifadhi. Pia nashukuru kwa chama hiki cha mabaharia waliokuwa wakifanya kazi ndugu yetu, wamekuwa tunaungana nao mkono kwa pamoja, wamekuwa wanatufariji kwa karibu, wakitupatia taarifa za namna mbalimbali kuhusiana na tukio mpaka kupokea mwili. Okay, wewe kama mdogo wake ulipofikwa na hii changamoto binafsi ulikuwa wapi na nini ambacho ulikuwa unafanya kwa wakati huo? Mimi nilikuwa katika makazi yangu Bagamoyo na kufanyia shughuli zangu, nikapata taarifa hii kupitia kwa kaka yangu mwingine ambaye ni askari polisi, ndio alinipa taarifa za msiba huu. Nikazipokea bila kuamini, kwa sababu hatukuamini kwa sababu ni kitu ambacho kimetokea ghafla na ndugu yetu sisi hakutokea kuumwa. Kwa hiyo tulivyopata taarifa hizi tulipata mshtuko, sababu ni kitu ambacho hatukutarajia kukipata, japokuwa kuondoka kila mmoja safari yake anaipanga Mwenyezi Mungu. Ameacha watoto wangapi Maregesi? Marehemu ana watoto 5, watoto 3 ni mabinti na wavulana watoto 2. Okay. Bana, mimi nashukuru sana na nimefanikiwa kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na ndugu wa Maregesi, na nafikiri taasisi mbalimbali ambazo zimeshirikiana mpaka kuhakikisha ndugu anafika hapa. Ndugu yangu amezungumza mengi sana. Tunashukuru na tunashukuru tena ndugu yetu ambaye amefanikiwa kupata nafasi ya kufuatilia. Mimi naendelea kuangalia namna ambavyo ndugu mbalimbali waliweza kujitokeza maeneo haya katika uzao wa mzee, na marehemu ndio chanzo cha mimi pia kwenda kufanya kazi Dubai. Baada ya kuwa amekwenda kule, basi akawa amenitafutia nafasi, basi akawa ameniita na mimi nikawa nimeenda kazini. Na majuzi kati ndivyo kama hivyo mlivyoweza kusikia taarifa zikitolewa kwamba ameuawa wakati akipita ule mkondo wa Hormuz. Kwa hiyo mimi ni mdogo wake kabisa wa tumbo moja. Kwa hiyo ndio tumekuja kupokea mwili ili tuweze kusafirisha kwenda nyumbani kwa maziko. Maziko yatafanyika siku ya Alhamisi Musoma. Mwili na ripoti hapa kama unavyoona mabaharia wakiwa wameshika jeneza wakisogeza kwenye gari ya awali TASAC, lakini pia na mabaharia wengine ambao walijitokeza hapa.
Nashukuru ndugu waandishi wa habari kwa kunipa nafasi ya kuzungumza. Mimi nazungumza kwa niaba ya bodi na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa vyombo vya kwenye maji. Jina langu ni Nahodha Musa Mandia. Tumekuja kujumuika na ndugu yetu Chama Maegese Mongo. Ni baharia mwenzetu. Na tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwamba ametupa sisi uzima, lakini pia ametupa nafasi ya kufika na kuweza kupokea mwili wa ndugu yetu. Kiukweli ni kwamba ni safari isiyokuwa na mashaka, ni ya kila mtu. Sisi wote tuko safarini na kila mtu ataondoka kwa siku yake. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu sisi ambao bado ameturuzuku umri na afya, na kwamba tumeweza kupokea mwili wa mwenzetu. Tuitumie nafasi hii kwamba kwa sisi itutanabaishe kwamba na sisi tuko safarini. Bwana Mchama ametangulia na sisi tunafuata. Na niwaombe ndugu zangu ambao ni wafiwa, Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape subira, na kifo cha ndugu yetu huyu isiwe ni sababu ya kuwafitinisha kwenye ukoo. Sisi kwenye imani, mimi ni Muislamu, tunapoomba kwenye sala ya maiti huwa tunamrehemu yule ndugu yetu, tunamwombea Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini pia tunamwomba Mwenyezi Mungu asifitinishe wale waliobaki. Kwa sababu mara nyingi wakishatokea mambo kama haya huwa kunakuwa na mvutano, kwanza azikwe wapi, azikwe na nani, na watu wengine wanakimbilia kwenye mali zake. Basi vitu vya namna hiyo tumombe Mwenyezi Mungu kwa haya yasitokee, aviepushe. Lakini baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii kushukuru mamlaka zote zilizohusika katika kuhakikisha kwamba mwili wa ndugu yetu Mchama Maegese Mongo unafika. Na shukurani za dhati na za kipekee nizipeleke kwenye mamlaka, kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Kwa sababu tangu jambo hili limetokea, mimi binafsi nimekuwa napata simu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Kombo Thabit Kombo akiniuliza, mwenyekiti, ni nini kinachoendelea? Na nikamwambia tunapata msaada mkubwa sana kutoka kwa mwambata wetu wa Emirates. Amefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba vibali vinapatikana vya kusafirisha mwili wa ndugu yetu mpaka leo umefika hapa. Kwa hivyo napenda nimshukuru kupitia vyombo vya habari, kwa sababu ni moja ya mambo muhimu ya kuyazungumza. Lakini pia niwashukuru wafanyakazi wa TASAC. Wamefanya kazi kubwa sana na wameshirikiana na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje kuhakikisha mwili wa ndugu yetu umefika. Ni jambo la kusikitisha kwamba imetokea ndugu yetu amekufa akiwa eneo la kazi. Kimsingi alikuwa kwenye ibada, kwa sababu kutafuta riziki pia ni nini? Ni ibada. Lakini imetokea katika maeneo hatarishi. Kama ambavyo sote tunafahamu kupitia vyombo vya habari, kuna vita zinaendelea Mashariki ya Kati. Vienna Convention inazungumza expressly, not implied, kwamba maeneo ya vita watu wasiende, kwa sababu wanahitaji ulinzi wa ziada. Sasa hili limetokea, basi sisi tunachukua nafasi hii kama mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa vyombo vya kwenye maji kuzikumbusha mamlaka husika, lakini pia wenye vyombo ambao wanawaajiri vijana wetu wahakikishe kwamba hawapeleki vyombo vyao katika maeneo hatarishi kwa ajili ya usalama wa mabaharia wetu. Nadhani hili limetosha. Asante. Kwa majina naitwa Mgani Maegese Mongo, marehemu ni kaka yangu. Mimi napenda kutoa shukrani zote kwa dhati kwa mashirika yote ya umma yaliweza kufanikisha mwili huu hadi kufika hapa na kupokelewa na ndugu na jamaa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa niaba ya serikali, pia nashukuru serikali pia kwa vyombo vya habari na taasisi zote muhimu zilizohusika waliweza kulitangaza jambo hili na ikapokelewa. Asanteni sana. Hapa ni uwanja wa ndege Mwalimu Julius International
nilikuwepo mimi hapa pamoja na Safiri Salama tukiweza kufikishia taarifa au habari ambayo iliweza kuwepo hapa ni kuhusiana na ndugu yetu Maregesi ambaye yeye mwili wake umeweza kuripoti leo tarehe 18 saa 9 mchana, na tunashukuru sana vyombo mbalimbali, taasisi mbalimbali ambazo zimeweza kuwa pamoja na tumeweza kushirikiana na baadhi ya watu wengine ambao wana habari nyingine kuweza kuhakikisha kukuletea tukio hili ambalo lilikuwa ni kubwa na ni tukio ambalo lenye hisia kubwa kabisa katika upande wa familia, lakini pia kitaifa na Tanzania kwa ujumla. Nashukuru kwa wakati mwingine. Mimi naitwa Hassan Othman Tua, unaweza kunipata kupitia Safiri Salama na Merikebu. Asanteni ndugu zangu ambao mmeweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kufuatilia kipindi hiki ambacho kimekuwa kikizungumzia shughuli mbalimbali za ubaharia, shughuli mbalimbali za kibaharia, lakini leo sio shughuli tena zingine za kibaharia. Leo tuko hapa kuzungumzia changamoto ambayo ndugu yetu Maregesi aliweza kupata huko kwenye mlango Hamoz, ambapo aliweza kupata mauti na hatimaye leo ameweza kuwasili hapa tarehe 18 uwanja wa ndege. Nashukuru sana, asante sana.